Bahari ya kusini mwa China ilishuhudia tukio la kihistoria lililotikisa upeo wa kijeshi duniani, huku chini ya jua kali la kitropiki ya Rais wa China Xi Jinping aliongoza kwa fahari hafla ya uzinduzi na utoaji wa bendera wa Fujian, meli ya kwanza kubeba ndege nchini humo, yenye mfumo wa kisasa wa kurusha ndege kwa nguvu za electromagnetic. Sauti ya honi ya kivita na milio ya muziki wa jeshi ilijaza anga la Sanya Naval Port, huku zaidi ya wajumbe 2,000 wakiwemo maafisa wa majini, wahandisi na wanasayansi wa kijeshi wakishuhudia hatua hiyo ya kihistoria inayofungua ukurasa mpya katika enzi ya nguvu za baharini za China. Ikiwa imepewa jina la Fujian, jimbo mashuhuri la pwani mashariki mwa China, meli hiyo ya kivita yenye namba ya Hull 18 ni zao la akili na mikono ya Wachina pekee, kuanzia usanifu, teknolojia hadi ujenzi. Na ilipozinduliwa kwa mara ya kwanza mnamo Juni 2022, Fujian ilivunja ukimya wa kiviwanda ikithibitisha kwamba China inaweza kusimama bega kwa bega na mataifa makubwa ya kijeshi duniani. Wataalamu wa kijeshi wanasema teknolojia ya electromagnetic catapult inaiweka China katika orodha ya nchi chache duniani zenye uwezo huo wa juu, uwezo unaorahisisha kurusha ndege nzito zaidi kwa kasi na usahihi bila kutegemea nguvu za mvuke za jadi. Katika staha ya ndege ya Fujian, ndege za kivita za kisasa J-35 na J-15T pamoja na ndege ya onyo la mapema Kongjing-600 zilipangwa kwa umaridadi, zikionekana kama ishara ya vizazi vipya vya teknolojia ya anga ya China, ambapo Xi Jinping alipanda juu ya staha akizungumza na marubani aliowaita walinzi wa anga na bahari ya taifa, akiwahimiza kuendeleza ujuzi, nidhamu na moyo wa uzalendo, na hapa namnukuu: "Ujuzi wenu ndiyo injini ya nguvu za taifa letu," alisema Xi kwa msisitizo, macho yake yakielekea upeo wa bahari ya bluu. Rais Xi hakutosheka na maelezo ya juu juu. Alitembelea eneo la udhibiti wa catapult, akifuatilia kwa makini hatua kwa hatua jinsi mfumo wa umeme unavyorusha ndege, kisha akaingia mnara wa udhibiti wa safari za ndege, akajionea jinsi operesheni za kuruka na kutua zinavyosimamiwa kwa usahihi wa hali ya juu, ambapo baadaye katika chumba cha marubani aliweka sahihi yake katika kitabu cha kumbukumbu, ikiwa ni ishara ya uhalisia wa uongozi wake binafsi katika mradi huo. Lakini safari yake haikuishia kwenye teknolojia pekee. Xi alishuka hadi sehemu za chakula za mabaharia, akikagua hali ya maisha yao na kuwatia moyo kuendeleza roho ya nidhamu na uaminifu kwa taifa. Kwa kuzinduliwa kwa Fujian, China sasa inajivunia kuwa na meli 3 za kubeba ndege zinazojiendesha kikamilifu, hatua inayothibitisha safari yake kuelekea jeshi la majini lenye uwezo wa kuendesha operesheni duniani kote. Fujian si tu meli, bali ni ishara ya uthubutu wa taifa, alisema mmoja wa makamanda waliokuwepo, akitazama kwa fahari bendera ya PLA ikipaa juu ya bahari, kwani kwa China Fujian ni zaidi ya chombo cha kivita, ni nembo ya kujitegemea, uzalendo na ndoto ya kuwa nguvu ya baharini ya karne ya 21. Ikiwa ni meli ya 3 ya kubeba ndege kwa China na ya kwanza kubuniwa na kutengenezwa kikamilifu ndani ya nchi, Fujian imezindua zama mpya za ubunifu wa kijeshi. Hii ni meli inayotumia teknolojia ya electromagnetic catapult, mfumo wa kurushia ndege unaolingana na ule unaotumika kwenye meli za Marekani aina ya Ford Class, kwani kwa teknolojia hiyo China imepiga hatua kubwa, ikiruka moja kwa moja kutoka kwenye enzi za Skyjump hadi zama za urushaji wa kisasa unaotumia nguvu za sumaku umeme. Kwa mara ya kwanza, ndege ya kivita kama J-35 na J-15T Heavy Fighter ziliinuka kutoka staha za Fujian kwa nguvu ya teknolojia hiyo mpya, zikipaa juu ya anga la bahari kuu, dunia ikiangalia kwa mshangao. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanasema Fujian ni silaha ya kimkakati inayopanua uwezo wa China kupenya mbali zaidi ya mipaka yake baharini. Kwa mujibu wa Greg Polling kutoka kituo cha masuala ya kimataifa cha Marekani CSIS, amenukuliwa akisema kuwa meli za kubeba ndege ni kiini cha ndoto ya China kuwa taifa lenye jeshi lenye uwezo wa kuonyesha nguvu zake popote duniani. Lengo la China ni kudhibiti eneo linaloitwa First Island Chain kutoka Japan, Taiwan hadi Ufilipino, na hatimaye kupeleka ushawishi wake hadi Second Island Chain, eneo linalohusisha Guam na kambi muhimu za kijeshi za Marekani. Nchi jirani kama Japani zimepokea uzinduzi wa Fujian kwa tahadhari kubwa. Waziri Mkuu msaidizi wa Japan Minoru Kihara alisema kuwa China inaendelea kuongeza nguvu zake za kijeshi kwa kasi isiyo na uwazi, akiongeza kuwa Tokyo itachukua hatua kwa utulivu lakini kwa uthabiti inapohitajika. Wataalamu wanatahadharisha kuwa ikiwa China itatumia meli zake kuzunguka eneo la Taiwan, inaweza kuchelewesha au kuzima msaada wa kijeshi wa Marekani
endapo kutatokea mvutano wa kivita. Licha ubunifu wake, Fujian na meli zingine za China bado zinakosa teknolojia ya nyuklia inayopatikana kwenye meli 11 za kubeba ndege za Marekani zinazoweza kusafiri kwa miaka bila kujazwa mafuta. Hata hivyo, kasi ya ujenzi wa China ni ya ajabu. Wataalamu wa kijeshi kama Brian Hart wanabainisha kuwa China inaziba pengo kwa kasi. Inaongeza meli, manowari na makombora mapya kwa kiwango ambacho Marekani haiwezi kuifikia kwa sasa. Pamoja na kuonesha makombora ya kasi ya juu, ndege za kivita na mifumo ya kielektroniki ya kivita, wachambuzi wanaonya kuwa maonesho haya ya kijeshi hayaoneshi moja kwa moja kiwango cha maandalizi ya kivita halisi. Tang Menkit, mchambuzi wa Singapore, anaonya, China inaweza kuwa na silaha nyingi, lakini uwezo kiutendaji halisi unaweza kuwa nyuma ya taswira ya nguvu inayojengwa na propaganda. Hata hivyo, kwa macho ya dunia, uzinduzi wa Fujian ni ujumbe ulio wazi. China sasa ni taifa lenye azma ya kuwa na jeshi lenye uwezo wa kimataifa. Ni alama ya zama mpya, ambapo bahari hazitakuwa tena mipaka, bali uwanja wa kuonesha ubabe, teknolojia na hadhi ya taifa lenye ndoto ya kuwa nguvu kuu ya dunia ifikapo katikati ya karne. Fujian haikuzinduliwa tu kama meli, bali kama sauti ya taifa linaloinuka, ikitangaza kwa ulimwengu kuwa upepo wa nguvu duniani unabadilika mwelekeo.